uko sawa ama tumu tayari? Usifanye wasiwasi. Na mimi Sawa. Ama? Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa ala jamil salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah, leo tarehe 2 Muharram mwaka wa 1447 Hijiria. Alhamdulillah. Tukiwa tuko katika mahfili ya Bibi Fatima Zahra alayha salam hapa Muhammadin wa ali Muhammad, mji wa Dar es Salaam. Ni bahati tumepata fursa ya kukutana na mzee wetu, kiongozi wetu Sheikh Ahmad Al-Khatib hafidhahullahu ta'ala. Ilahi amin wa jami'an insha Allah. Mwenyezi Mungu ampe afya, amin, ampe umri Ilahi wa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi amin. Katika maeneo yetu ya Mashariki ya Afrika, East Africa, tuna tarikhi nyingi Sadaqta, ya wanazuoni wakubwa kwa miaka baada ya miaka, na baadhi ya tarikhi hii daktari imeandikwa, ingawa uandishi wenyewe ni wa kupakapaka, si wenye kunena. Nyingi iko kwenye midomo ya watu na kwenye akili za watu, na minal asaf wengi wameondoka hivi karibuni. Sitaki kuzungumza zamani kama kina Ustadh Harith, kama kina Ustadh Muhammad Sharif Said ambaye alikuwa ana tarikhi nyingi ya maulamai huko. Wewe ni mmoja ambao umepata bahati ya kuishi katika karni hizi za mwisho na kutangamana na wengi katika wanazuoni wa East Africa, kuanzia Lamu, Mambrui, Zanzibar na maeneo mbalimbali. Una mengi ambayo umebahatika kuyaona kupitia kwao na kuyasikia. Kikao kama hiki ama mazungumzo haya ambayo tufanya ni moja ambayo itatusaidia kutuonesha tarikhi ya watu wengi kupitia maisha yako. Ningeomba uniruhusu pengine nikuulize baadhi ya maswali kuhusu wewe kwanza binafsi. Aila, majina, nasaba, upande wa baba na upande wa mama, kwa sababu vitu hivi pia vimekuwa vasahulika sasa hivi. Mimi katika kuishi kwangu Lamu utawakuta watu wakosoa watu hawajui nasaba zao. Mara ambiwa huyu ni mgeni, mara ambiwa huyu ni mwenyeji, na pengine yule anayeambiwa mwenyeji ndio mgeni na yule mgeni ndiye mwenyeji. Ningependa utueleze kidogo kuhusu wewe binafsi, jina na nasaba na aila yako pale Lamu inshallah taala. Ahsantum jamia. Ahsant Saidna, ahsant kunikaribisha katika fursa kama hii ya kuweza kujitambulisha. No. Mimi ni Muamu, ni Mlamu. Ukoo wetu ni ukoo wa Al-Khatibu unaojulikana katika Lamu na una history ndefu. Kwa ninapoambiwa tu ule msikiti wa Pwani
ambao kwamba na Madrasatu Najah ilikuwa iko pale, ule una miaka 106, miaka 106, na ni msikiti uliojengwa na makhatibu ambao ni ukoo wetu. Manake ndio msikiti wa zamani zaidi sasa hivi ndani ya, tukiwata mambo ya shanga na nini pale kisiwani hapo. Sasa ile ni qurun kwetu sisi, ni qurun. Na kama unavyojua watu wa Lamu, ikiwa ni makhatibu, ikiwa ni kabila nyingineo, hizi koo walikuwa ni watu wa safari katika vijiji vilivyo karibu ya visiwa au miji, wakienda kule wakioa wakinini, ala kula hali wakisafiri kibiashara zaidi, wakisafiri kibiashara. Lakini makao makuu hurudi Lamu, hasa katika kipindi cha Ramadhani, watu wote mtaka kufungia kwao. Haya, mimi Qur'ani nimeanza ile alif be kuisoma, nimeanza Kau, ni kijiji ambako kwamba iko katika hiyo karibu na Wito. Wewe umezaliwa Kau? Wewe nimezaliwa Kau sana, lakini kachukuliwa Lamu ni mdogo sana, kalelewa Lamu. Walonilea tena babangu kina Maal Huseini, hawa kina Shebaoni, kina Mwana Alawia, kina nani, ni sisi kwa sisi, ambapo wote ni jamaa moja na babangu. Na upande wa mama ni watu wa Kau? Watu wa Kau, lakini Kau ilikuwa hao watu wa Lamu wako Kau, kina makhatibu wako Kau, kina Bwana Ali, kina Bwana Abdallah nini wako Kau. Kwa hivyo wako makhatibu waliozaliwa Kau na waliozaliwa Lamu. Mimi nimebahatika kuzaliwa Kau, lakini sikuijua Kau. Kau mimi ni kuisoma ile alif be kwa Mwalimu Tumo Ali, Mungu amrahamu, ndio alionifundisha ile alif be. Baada ya kuijua alif be, babangu kahamisha kwao Lamu. Maanake babangu ana upande ni Mjaharuni, mamake Majaharuni Maomani. Na unajua Lamu na Zanzibar bendera ilikuwa moja, bendera nyekundu moja. Sasa mimi nikalelewa Lamu pale kwa babangu, lakini walionilea akawa si babangu peke yake. Kweli ni kwetu nyumbani, ambao kwamba ni mama wa ndugu zangu, na lakini kapata bahati kulelewa na masharifu sasa. Na babangu alikiwapenda na alikuwa na alaka na alisoma nao tangu chuoni, wako wadogo wamesoma chuoni pamoja na masharifu, na akawa yeye ana imani. Ukiangalia upande wa aila yenu, na aila ya makhatibu ni kubwa, lakini nahusu aila ya Sheikh Muhammad, baba yenu Muhammad Abdallah, sio Muhammad Abubakar Khatib. Naona alhamdulillah mko ndugu wengi alhamdulillah, na takriban wote isipokuwa nafikiri mmoja wawili pia wamesoma kidogo, lakini wengi alhamdulillah mumesoma na mumekata masafa. Wewe na mathalan Dr. Abdallah Al-Khatib, na mathalan almarhum ambaye juzi ametuaga Dr. Ali Al-Khatib, na mwalimu wetu Sheikh Uthman Al-Khatib. Inaonekana kwamba mzee wenu Allah yarhamhu ni mtu alikuwa ana juhudi sana katika mambo ya taalimu za kidini. Manake unaoyaona kwa watoto ni matunda ya mzazi. Haya, sasa hapa upate fursa moja kulijua. Mimi na Sheikh Athman ambao kwamba uko naye Safa pale, ni ndugu kwa baba sana. Mamake aminilea mimi na yeye kalelewa na mamangu, kalia ule maingiliano. Yeye kalelewa na mamangu mpaka kaozeshwa na mamangu, ndio kuna watoto wa Athmani wote ni wakau kama mimi. Asante. Na wewe na Dr. Abdallah ni ndugu kwa mama. Abdallah na Uthmani baba mmoja mama mmoja, na huwa marhum Ali. Wewe ni upande wako ni wewe na nani upande wa mama?
upande wa mama mimi na Abubakar marhum, Almarhum Abubakar kwa mwanajeshi yule. Naam. Taban katika kuwataja nimemsahau, Ndio. ama alikuwa mwalimu amesomesha jeshi muda mrefu sana. Naam. Mimi pia amenisomesha Ala. faslul awwal madrasa. Kuna siku alikuwa akipata likizo akija kutusomesha lugha ya Kiarabu na nini. Naam, Dr. Kwa ufupi hii ndio aila yako na wazazi. Na wazazi sasa ndio kuna wote hawa aila ya makhatibu tangu wanaopanda mimbari ambao kwamba anaopanda mimbari ni ami yangu, yani yeye na babangu ni ibnu ami Ali Khatib alikuwa maarufu Lamu, na ndio nilikibahatisha babangu akinipeleka kwenda kusoma Qur'ani, lakini zaidi mimi Qur'ani kwa nishaipata Kau, lakini pale kawaenda kule na mwingine kawa zaidi kwa sababu yangu ana alaka na Said hususan kwa masharifu alikiwapenda, na kwamba wale ukoo makhatibu wanawapenda masharifu, na ndipo hata kuoana tukawa huoana na masharifu. Sisi tukifungua macho nyumbani kunena ule ukweli, ingawa sisi ni watoto wa mwisho tena lakini tumeona yale mahusiano makubwa baina ya mzee na Alul Khatib. Kutoka Ustadh Muhammad Ali Al-Khatib, Ustadh Ahmad, mzee wenu. Manake wajua zile mila na dasturi za majumba, lakini utamuona mathalan mzee wenu alipokuwa akija nyumbani kumtembelea mzee ama ana haja, namna alipokuwa akiingia pale nyumbani ulikuwa ukihisi kwamba huyu ameingia kwao. Manake alikuwa mwenyewe akifika mlangoni ana sauti yake. Hata mimi nilipokuwa kijana nilikuwa nikiwafanyia uchokozi wa nyumbani, alikuwa akimuita mzee. Sasa ukipiga wanawake wote wakiondoka. Sasa yeye alikiingia moja kwa moja mpaka chumbani kwa mzee, wakikaa huko ndani hata wakizungumza, na utaona kwamba yale mahusiano yalikuwa makubwa. Ala kuli hal, kwa hivyo tunaweza kutokana na natija kwamba hii ni aila yako na ulizaliwa Kau, na ulianza Qur'ani Kau kwa mwalimu Tumo Ali. Alhamdulillah. Kisha ndio ukaitwa Tumo Ali. Amezikwa Wito. Sasa kaburi lake liko Wito. Alhamdulillah. Kisha ndio ukaitwa Amu. Mimi nikaitwa Amu na mwalimu Tumo Ali yuko hai. Kama kila wakati likizo la madrasa babangu hunitukua kanipeleka kwa Kau ni kwetu, na alikuwa kule babu yangu anake ami yake babangu bwana Ali Ali bin Abdurrahman Al-Khatib, Ali bin Umar Al-Khatib. Tulikuwa tukienda Lamu, lakini ilikuwa mimi ile kuishi pale Lamu babangu anikabidhi mikononi kwa watu wawili ambao kumbe walikuwa ni marafiki zake, ni very very close. Ni Said Muhammad Adnan Al-Ahdad na babako Said Ali Badawi mzee mwenye. Nikawa mimi ni mtoto wao, ni mtoto wa nyumbani wao, na wananisomesha wao. Kwa hivyo kapata malezi, huku ni mzee mwenye, huku ni Said Muhammad Adnan, na kusomeshwa na maana ni mtoto wetu. Kwa Said Muhammad Adnan nikapata bahtika kuhifadhi kule, nimesoma Qur'ani, nimejifunza qiraatu, lakini kule kwa ni kusoma lakini nikia kwa Said Muhammad Adnan nikahifadhishwa hifadhi msahafu mzima, naenda nao mbele na nyuma, nimehifadhishwa Said Muhammad Adnan. Na ilikuwa ni barnamij khas wewe na yeye tu ama mimi na yeye? Kisha akaongezeka watu wawili watatu, mwishoni maskini na yeye tena kama ni mwenye kuaga dunia, lakini ile kwa barnamij mimi na yeye tu. Alfajiri baada salati subh, mimi na yeye kama tunapokaa hivi mimi na wewe. Na nalipoimaliza ile Qur'ani kuhifadhi, ikawa marhum ami yako Sharif Said Al-Bid, na mikawa tena na alaka kubwa na wao, naye kachukua
masulia ya kunilea, na akaniomba ikiwa ni kwa babangu, kwa Said Muhammad Adnani, sababu alikuwa ni rafiki yake mkubwa, ni mzee mwenye, ni ndugu yake. Na Sharif Saidi mwenyewe ananiambia mimi nimemsomesha mzee mwenye, yeye ni Sharif Saidi, kwa sababu ni ndugu mkubwa kwa mdogo. Akanambia lakini mzee mwenye anafata, ule mzee mwenye fata kali. Sasa pale twaweza kunena pale Amu zaidi ulileleka na kusoma kwa watu wawili, mbali na wengine wa kwenda madrasa na nini, lakini watu ambao walikuwa na mchango mkubwa katika kukusomesha na katika kukuyea ni Said Muhammad Adnani al-Ahdali na Said Alwi Badawi mzee mwenye. Na zaidi kwa Said Alwi ulisoma hizi fununi, na kwa Said Muhammad Adnani fununi nimesoma, lakini mbali na kukuhifadhisha Qur'an na fununi nimesoma, na kwa mzee mwenye ni fununi tu. Hapo ulipokuwa wewe ilikuwa tayari Madrasatun Najahi imeanza? Ipo Madrasatun Najahi tangu wakati wa marhumu Said Ali Badawi, ndio alianzisha ami yako. Kwa hivyo pia ulisoma mfumo wa fusuli za madrasa? Naam. Mbali na kuhudhuria halakati hasa za kabisa. Mimi nikitukuliwa nyumbani, ni mtoto mdogo, natoka shamba kao huko, kishikwa mkono nyumbani, kipelekwa madrasa. Ikifika ile adhuhuri tena madrasa imemalizika, kishikwa mkono, kirudishwa nyumbani kwetu kule. Sasa tumkomani sisi. Sheikh Muhammad bin Ali nimesoma kwake. Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi nimesoma kwake, na nimesoma alfia kwake, naikumbuka. Na Sheikh Jumaani, Sheikh Salim Jumaani nimesoma kwake, mwalimu wangu. Tena dukani kwake, darasa lake ni dukani kwake. Dukani yeye huku maskini anauza sukari, anauza chai, na huku ananisomesha. Na Ustadh Said Hassan Badawi bila shaka madrasa hasa hizi uluma ambazo tunazoziita tulikiziita wakati wa uluma asriya, hizi miqati, jiografia. Miqati nimesoma kwa Said Ali Badawi Zanzibar. Hiyo ya Zanzibari tutayo. Kwa hivyo pia Ustadh Said Hassan ni katika watu waliokusomesha. Sana tena sana. Yani tukitaka kuweka khulasa tunaweza kusema pale Amu ulisoma kwa Said Muhammad al-Ahdali, Said Muhammad Adnan al-Ahdali, Said Alwi mzee mwenye, Said Hassan Badawi, Sheikh Salim Jumaani, Sheikh Muhammad bin Ali al-Khatib al-Muawi afwan al-Muawi. Hawa ndio katika watu walionisomesha sana, na walijitolea kunisomesha, sababu walikipenda kuona Mungu alhamdulillah, kwa kutokana na malezi naliyoyapata kwa Said Muhammad Adnani na kwa mzee mwenye, Mungu kaniruzuku dhaka, na walikipenda kwamba mtoto changamfu. Mpaka madrasa ilikuwa katika hafla za madrasa, khatibu ni mimi. Said Hassan ndio alikitunga khutba, nikihifadhi kwa moyo, kisha mimi katika mtihani au katika maulidi khutba hupewa mimi. Katika kipindi chako cha kuweko pale Amu, mbali na kuhifadhi Qur'ani yote kwa Said Muhammad Adnan al-Ahdali, kuna mutuni gani za kielimu ulihifadhishwa pale? Kuna Mulhatul I'rabi nalihifadhishwa, kuna Alfiyatu ibn Maliki nalihifadhishwa, kuna Maqamat al-Hariri nalihifadhishwa, kuna vitabu Waraqati Zubda nalihifadhishwa. Manake ni ilmu upande wa fiqh, rahbia nahifadhishwa. Manake kama vile ulumi zilikuwa zikisomeshwa madrasa na miskitini. Said Muhammad Adnani ni msikitini na nyumbani, alikuwa hasomeshi madrasa. Mwalimu mzee mwenye ni vile vile ni madrasa na nyumbani na msikitini. Msikitini mimi sikubahatika, ni mara ni katika ni Ramadhani, pangine singine alikenda akijipumzisha akajifunika kalala, na lazima niende. Hataki siku sokwenda ni mkali, kwa nini hukuja? Na msikiti kwa ni msikiti wa Riyadha kwa mwalimu mzee mwenye, lakini zaidi mwalimu mzee mwenye ni madrasa, na ikizidi ni nyumbani.
Na nyumbani sana ulikuwa ni kwa mamake ama bila shaka kwa mamake Magamari, mama Kamari. mama Kamari. Na mpaka mkate wake na ukumbuka utamu wake mpaka leo huu na uhisi ule mkate. Alhamdulillah. Nafikiri tumepata taswira fupi, na inshallah katikati tukikumbuka baadhi ya mambo tutayarudia, lakini safari yako ulivyoanza kutoka Kau, ulipozaliwa ukasoma Qur'ani, ukaletwa Lamu, ukasoma na ukabahatika kupita kwenye mikono ya maulamai wakubwa. Safari ya kuanza kuondoka Amu ilianza kivipi? Mimi kuondoka Amu baada hifdhi al-Qur'an, na kwamba almarhum Sharif Said al-Bidh rahmatullahi alayhi alikuwa yeye ana alaka kubwa na Said Muhammad Adnan. Na nakumbuka mwenyewe Sharif Said al-Bidh, nakumbuka katika mazungumzo kama haya tunapozungumza, siku moja aliniambia yeye alikuwa mutaaliki sana na mjombake mwenye Badawi ambaye kwamba ni jaddi yako, ni babako mwenye Badawi, Said Ahmad bin Salih al-Badawi. Akawa huniambia mimi yeye na aliathirika sana Sharif Saidi kumkosa Said Ahmad Badawi, na likawa limemuuma sana. Akanambia siku hiyo katika kulala, mwenye Sharif Saidi ananihadithia katika kunisomesha, kila kawa mimi nauliza, mimi nimemkosa mwenye Badawi, nina nani tena? Nina nani? Anambia katika kulala nikamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam usingizini. Mazungumzo kati yake na Mtume mmoja likaja, wewe nano Said unalia kwamba kuondokewa na mjombako, nake mwenye Badawi ni mjombake, huna mtu tena, umeatiwa? Akasema kamkuta Mtume kanipikia na huku Said Muhammad Adnan. Akanambia mimi nimekuatia huyu Said Muhammad Adnan. Akanambia ndio kaniona mimi ile taalluq kwa sababu ile ni amana nilizopewa na Mtume. Kwa hivyo alikuwa na taraddud akija Lamu mara kwa mara, lazima akija Lamu lazima kweli kwake Riyadha, lakini asubuhi atakuja kwa Said Muhammad Adnan. Na mimi ni mtoto wa Said Muhammad Adnan, ndiko nyumbani kwetu, ngia nikitoka marefu kwa mapana, huwa ndio nikibahudumia kahawa, chai, nini. Basi ndipo Said Muhammad Adnan katika kumwambia, umemwona huyu nimemhifadhisha Qur'ani. Yani hapo umeweza kumaliza kuhifadhi hapo Qur'ani? Nishamaliza kuhifadhi. Baada ya kuwa nishamaliza kuhifadhi, Sharif Saidi kanambia, umehifadhi Qur'ani wewe? Nikamwambia ndio. Akaniuliza, aya hii kwa wapi, ni sura gani, hebu mbele nyuma nini, ile mtihani ya hifadhi wakati ule. Alhamdulillah nikafaulu. Akaambia Said Muhammad Adnan, nataka kumpa zawadi huyu. Nimpe zawadi gani? Akaambia tagua mwenyewe. Basi akanambia nitakutukua. Ndio pimi sasa kulelewa na Sharif Saidi. Na yeye wakati huo alikuwa huishi Arua. Bado hajaja Mambrui ama bado Mambrui imekuja siku za mwisho tena. Sijui huko za nyuma. Lakini wakati huo alikuwa kishi Arua Uganda. Na akifanya tabligh Uganda, Kongo na Southern Sudan. Akanitukua mimi. Na nalipokwenda kwake ndipo akanambia, sikukutukua hapa Arua kwamba ufanye utalii, tourism, usome. Ndio nakumbuka kanihifadhisha Maqamat al-Hariri, kanihifadhisha vitabu kadhaa wa kadhaa kama hunisomesha. Na nikawa mimi katika kila mahafili zile husimamishwa kama ile kanambia, kazi ya kwa mzee mwenye, wewe ndiye khatibu wa madrasa Amu, na hapo ndio utakuwa khatibu na jina lako ni khatibu. Kawa nini, na nikapata bahati kunitembeza Sudani nini.
Lakini wakati ule niko na Sharif Saidi, sababu mimi kabla kuondoka Amu ilitokea fursa ya minah dirasia. Saudia imetoa minah dirasia kwa watu Amu, na jamaa wengi wakawa wameandika maombi kuomba. Mmoja ni mimi, kawa nimeandika, ni siri, kawa nimeandika ile maombi na kwamba Saudia itakupa minah na usafiri utakupa na nikaletewa majibu, nimekubaliwa. Na kwa sababu ile mustawa wa lugha na mnaloipata Lamu kwa kina Said Muhammad Adnani, kwa kina Sheikh Muhammad bin Ali, kwa kina mwalimu mzee mwenye na Said Hassan Badawi, walimu ile lugha wenyewe Saudia wakawa wanatamani. Kwa sasa mimi ni safari ni lini? Na maombi uliandika bado ukiwa Amu? Bado niko Amu, kabla hujaondoka kwenda kabla sijaondoka, na ni siri ile hakuna ijuayo. Na wajua Amu hata ile Wahabi tulikuwa hatuutambui, twautukana Saudia kwa sababu kuna Madina na Maka ndio tuko twaitaka ile. Sharif Saidi sijui alioteshwa au aliwapi hapa katika kuzungumza, maana alikuwa lazima mimi naye tangu ni Amu asubuhi lazima nende nikanywe chai na yeye au kwa Said Muhammad Adnani. Na kule sasa Uganda chai tunakunywa pamoja, cha asubuhi, cha mtana pamoja, cha usiku pamoja, chakula. Siku hiyo Sharif Said ananiambia, wewe umepeleka maombi Saudia katika Aljamia Alislamia ya Madina? Kama lazima nikubali. Kaambia naam, nimepeleka. Na umekubaliwa? Sasa kaambia na ngoja niletee hiyo tikiti, hebu nipe. Kampa ile kopi ya barua yangu naloandika na majibu yale. Bila shaka siku hizo hakuna fotokopi. Ile kopi ni kasoma, mashaallah. Sharif Saidi kateka pale, akanambia, "Wewe kwenda kufanya nini Saudia?" "Nataka kwenda kusoma." Akanambia, "Hakuna elimu Saudia itakayozidi elimu ulioipata Lamu wewe. Hakuna elimu." Kazitana barua maombi na kabuli zile zote kazitana. Kanambia, sasa hakuna Saudia. Sasa mimi ndio takutagulia wapi utakwenda kusoma, sababu hapo nakupopeleka kuna ilmu na hawana wanafundi mfano wako ambao kwamba amezolelewa katika mazingira kama yale ya Lamu na ilmu zile. Ndio Sharif Saidi kanisukuma Unguja. Kabla haja kupeleka Unguja pale Arua ama suhba yako na Sharif Saidi, maanake hukukaa tu, pia ulikuwa ukimfuata katika safari zake zote. Ulipata bahati ya kuketi kama kipindi gani hivi takriban? Yani muda mrefu. Miaka yani pengine haitofika miaka mingi, lakini miaka miwili mitatu, kwa sababu Arua hata babangu Sharif Saidi alimchukua. Kwa sababu babangu alikuwa ni msomaji Qur'ani zile, najua ukari alimchukua kule. Sasa mimi Sharif Saidi alikuwa akinitembeza, nikapahatika kwa Sharif Saidi kuijua Kongo kabla hata haijaitwa Zaire. Kongo kabahatika kwenda kuijua Sudani haji sana. Sikubahatika kwenda na yeye alhaji. Na alikuwa anayo barnamiji ya mimi anichukue haji niwe ni moja mtoto wake bakwenda ile, lakini akawa yeye mwenyewe henda. Mimi aliponibaga Unguja kanikabidhi katika mikono akiwemo ni Said Ali Badawi, wakati huo ameguria Unguja anasomesha al-Ma'had al-Islami ambayo inaitwa Muslim Academy. Ndio alinikabidhi, na akanikabidhi kwa Sheikh Suleiman al-Alawi, maarufu katika maulamai wakubwa wa Zanzibar. Na kabara bahati kwa tena kina Habib Umar bin Smeti na nini, na pale Unguja ukoo wetu wa kikhatibu kumbe na mpaka Unguja upo. Nikifika nakuta maami zangu, mashangazi zangu wako Unguja.
kawa mimi si mgeni, lakini watu wengi walikinifikiria mimi ni mtoto wa kisharifu Kwa vile sana umesuhubiana na kuyewa katika mikono. na nimeletwa na wao, basi kawa niko lakini Unguja kawa nimesoma kwa Sheikh Suleiman Alami katika Muslim Academy, hiyo Al-Mahdi Al-Islami, na kwa Said Ali Badawi, na nakumbuka elimu kubwa nilipata na Al-Miqat. Hapo ndio ulipata na fursa ya kusoma Al-Miqat. Sasa Sharif Saidi ndio yeye akawa amenilea na kwambia atanipeleka mbele. Lakini alipokuja Unguja mara ya mwisho akawa huja pale Unguja kunitembelea na kunijulia na nini. Ndio Sharif Saidi ikaja wakati amekuja kutembea Pwani, maana kwa meli zilikuwa ni meli. Mimi nilipokwenda na walikuwa watu huzuiliwa pale Pwani kwenda, mimi nikaacha kufika. Sharif Saidi kaniambia wamekuacha hawa kuingia Anambia, mwanangu Ahmad, nafikiri hii ndio safari yangu mimi na ya mwisho. Nini? Mimi sikuelewa ile mambo. Sheikh Said kuja kuaga nienda Al-Haji, sababu haende Al-Haji mpaka aje amwage Habib Umar bin Smith na maulamai wale wakubwa wale. Wengine walikuwa hawasomeshi, ni watu tu wako pale. Kumbe akirudi, alipokwenda zake Al-Haji, kurudi Al-Haji akafa. Lakini na kupitia Sharif Saidi nikapata fursa kuwa na Sharif Haddad. Nilikuwa nataka kukuuliza Haddad swala hilo kwamba kwa sababu katika zikao kadhaa tulikuwa tukiketi na wewe ulikuwa ukitaja baadhi ya ziswa na makutano yako na Sharif Haddad. Naam. Uliuana na yeye na wapi? Kupitia Sharif Saidi Arwa. Alikuwa akia Sharif Haddad. Kisha akawa anaishi kule. Akawahi kuoa Sharif Haddad kule. Sasa mimi kawa nilipata fursa ya kusoma kwa Sharif Haddad. Na nikasoma kwa kule, kisha nikasoma naye Mombasa. Umesoma kwa Sharif Haddad nimesoma kwake kule na nimesoma kwake Mombasa. Na alipokuwa yuko hospitali kawa ni mmoja katika wale watoto wanaomtumikia kule hospitali, mgonjwa amelazwa, nikawa nasoma. Nikakusoma hata ile القصيدة المنفرجة اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج kwa Sharif Haddad mimi nimesoma. Na Unguja kapata kusoma kwa Said Abdurrahman Sirri, alikuwa Unguja, mwenye bi Rasulillahi wal-Badawi, nimesoma kwake. Kwa hivyo safari yako tukifupisha hapa tulipofika, ilianza Kau, ikapita Lamu, ikaenda Arua, ikaenda Zanzibar, Unguja. Tumetaja katika kila mahali mashekhe na saadati mbalimbali ambao uliwaona na wengine ulibahatika kusoma kwao na kupata malezi. Pale Zanzibar, mbali na ama Unguja, mbali na Said Ali Badawi na Sheikh Suleiman Al-Alawi, Said Abdurrahman na Said Umar Abdurrahman Sirri na nani Bismait Sheikh Abdullah Al-Farisi ni mmoja katika wanafunzi wake, na nikistaajabu haba wanaompigania Kikwetu kama Talamu wako Sheikh Abdullah Saleh haba mjui. Mimi nimesoma kwake Sheikh Abdullah Saleh msikiti Barza Unguja, na nikawa ni mukarrab kwa sababu ile mustawa wa lugha nalokuwa nayo, ambapo nimeanzia Lamu nimekwenda Unguja, mimi ni hodari. Kulikuwa kuna gazeti likitoka Unguja la Kiarabu likiitwa Al-Falaq, na gazeti ile kabla ya kwenda kufanywa tabi kwanza huletewa Sheikh Abdallah kulisahihisha kile Kiarabu na makosa. Akisha kulipitisha Sheikh Abdallah huchapishwa. Sasa Sheikh Abdallah kwa sababu alikuwa na kazi nyingi, sababu alikuwa anasomesha pale msikitini na nini, yeye Sheikh Abdallah mimi aliponiona mustawa wangu wa lugha ni ule, sasa akawa hunipa mimi kusahihisha kama kuna makosa, na mimi kipitia pana makosa nikasahihisha, na Sheikh Abdallah alikifurahika.
Saa nyingine nilikikosea mimi katika tasihi yangu, Sheikh Abdallah akaniambia, wewe hapa ulielewa kitu gani? Ananisahisha mimi, nikamwambia nimeelewa hivi. Akaniambia la, sio makusudio hapa, wataka hivi. Akawa hunirekebisha na nikapata faida nyingi ya kujua vitu hasa zinazohusikana na siasa kwa Sheikh Abdallah Saleh. Ikawa iliendelea mpaka yalipotokea mapinduzi tena. Kabla ya kuondoka taban, kwa Sheikh Abdallah ulikuwa ukisoma msikitini? Msikitini tu, si kule maahad? Maahad mimi sikusoma, maana nikienda mimi ashaacha maahad. Na Said Ali? Said Ali mpaka nini alipoondoka kule Merudiamu. Yani nakusudia alikusomesha kule maahad? Maahad Islami alikuwa ni maahad na msikiti msikiti gofu maarufu Nguye, ambako msikiti gofu Sheikh Selemani Al-Alawi na maahad kule maahad ama inaoitwa Muslim Academy. Ulibahatika pia kupata mashekhe wengine pengine kutoka kwenye madhahabi tofauti? Bila shaka, na ndipo sasa mimi kapata Maibadhi, nimesomeshwa na Maibadhi. Waweza kumkumbuka mathalan mmoja katika wanazuoni wa Kiibadhi majina lake? Sheikh Hamad, sijui Ahmad nani, lakini mmoja katika alimu mkubwa, na katika alimu mkubwa wa Kiibadhi alikuwa akisomesha. Nimebahatika kuwa naye tena karibu, na alikinipenda kwa sababu ile watu walikipenda ile mustawa, kwamba mtoto huyu ana mustawa mzuri, na wakawa amenishughulikia sana. Na upande wa Mashia? Na Mashia ni Said Sultan Ali Al-Marashi, na ndio sasa nikapata na kutaka kujua ushia na kusoma kwa alimu wa Kishia. Asante Daktari. Tukisonga mbele, toba mazungumzo ni mingi lakini tunataka at least ule msikilizaji na kizazi kitakachokuja ataweza kupata sura japokuwa kamili ya kuunganisha ile hali ilivyokuwa, na utaona kwamba katika mazungumzo yako, mbali na safari, yale mawasiliano ya kiilmu yalokuweko baina ya hii miji ya kipwani, mahusiano Lamu nini. Pale Zanzibari ulipomaliza uliondoka, muhimu pia tufahamu ile ni nini kilichokusababisha kuondoka pale, na uliondoka ukaikelea wapi? Mimi Al-Mahad Al-Islami Muslim Academy ulimaliza, na ambapo kwamba wakati ule alikuwa mudir kwanza, alikuwa mudiri ni Said Umar Abdallah mwenye baraka maarufu, mwenye baraka. Kisha alipoondoka mwenye baraka kwenda Ulaya kuchukua digrii zake, akamwachia ile madaraka ya kwamba ni mudir wa ile ni Sheikh Selemani Al-Alawi. Na nakumbuka Said Abdurrahman Siri katika kasida za kumuaga Said Umar Abdallah, Jaishul Jahli, alimwambia ile hii ni riayatullahi man fakkat azaliha tahmi alayka mulithan fi tawaliha riayatullahi la zalat binadhiriha tarnu ilayka hananan fi taaliha da'atka himmatuka alqa'sa'u litarhala fi talabi alulumi min shatta nawahiha in ghibta anna wa lam tashhadka a'yununa falidhamiri uyunun la tusawiha. Akawa amekwenda sasa pale, akawa ni Sheikh Selemani Al-Alawi, na nikawa mimi tena nimetaalaq na Sheikh Selemani Al-Alawi na Said Ali Badawi, na wote kwa sababu Said Ali alikijivunia kwani mtoto wa kwetu Lamu huyu, na alikuwa akijivuna pale madrasa katika mahad, akiweka maswali, akiweka mitihani, akiweka nini, alikwambia mwangalieni muamu. Akisema Mlamu, na walikimwambia kule we mgunya we nini, akiambia mwangalieni huyu hamumfikii nyinyi. Alikijivuna Said Ali Badawi, alhamdulillah, alhamdulillah, na akizidi kunipatia. Ikawa moja katika miqat ambako ni ilmu ilamu tulikuwa tumeitupa tupa pale. Ikawa mimi katika nakumbuka mtihani ule wako kutakharaj, mimi ndio nilipata 100%, kujua tu hizi nyenendo tu za nini manazil na buruji na nini na nini.
Sasa safari ya kutoka Zanzibari ndio ulikwenda Nde ama ulirudi Kenya, Lamu ama? Nalikwenda Kenya kama kawaida, babangu nini, lakini kawa Kenya tena hainishiki tena. Musharif Saidi tena naye kawa ashafariki. Ni Said Ali Badawi maskini akawa amekuja mgonjwa naye kafariki. Mimi kawa nimekwenda pale, najihisi kwetu pale Uganda kwa ile family Arua kawa nao alhamdulillah, lakini penda. Lakini sasa ikawa mimi mwisho kenda Sudani. Wakati ule ilikuwa ni wakati wa serikali ya mtu alikiitwa Sirrul Khatim al-Khalifa, Sudani ndiye rais. Na nikawa mimi na alaka nao kwa sababu Sharif Saidi alinijulisha na baadhi ya maulamai wa Kisudani na walikuwa wako pale Juba. Nikaweko Mahadi al-Islami, lakini ikawa mimi mustawa wako mkuu ni zaidi. Sasa wote wale kwa fikra yao mimi niende zangu Al-Jamia Al-Islamia Khartoum, ambayo ilikuwa iko huko mji unaitwa Omdurman. Ni karibu na Khartoum, ni kuvuka mto tu. Ndio nikaenda pale nikaingia Al-Jamia Al-Islamia, na alhamdulillah kwa ndio kiongoza katika mitihani katika na watu wote walikistaajabu hizi elimu. Mimi hukwenda jamia, hujasoma jamia yote? Kaambia hii jamia ndio ya kwanza hii. Walikuwa hawaamini, manake mpaka watu wa Hadramut walikuwa wakiandika zile barua na nini kutaka kumjua mtoto huyu ni mtoto gani, nifanyiwe mpango nende nikasome. Lakini akawa Said Sultan Ali al-Marashi ndio tulipambana naye Unguja. Kwanza mimi kwa kitu chochote lazima Said Ali Badawi mwenyewe akipitie akikubali. Sultan alipokufa Said Ali Badawi, Mungu amrahamu, Said Sultan Ali al-Marashi kawa amenishikilia pale. Akawa yeye baada ya kutoka Adan, manake baada ya kupinduliwa Unguja yeye alikwenda Adan kawa anasomesha. Na Adan ilipopinduliwa uhuru akaondoka akaja Sudani kusomesha, akawa yeye yuko Jamia Al-Islamia. Ukakutana naye tena mara ya pili, na akafurahi kwamba mwanafunzi wangu, na akawa sasa yeye anajivunia kwa wanafunzi pale, huyu mwanafunzi wangu nimemlea mwenyewe tangu Zanzibar. Sasa mimi wakati ule Sudani likatokea vurugu lile la kina serikali za kina Jaafar Numeri, tena ni ukomunisti na nini tena. Said Sultani akawa mwenye kuwata Unguja, na mimi kawa nimeomba, nimepata nafasi kwenda kusoma Iraqi wapi. Kila kimuonesha Said Sultani anambia usende huko, mimi nikupangie wapi pa kwenda kusoma. Said Sultani alhamdulillah kawa mimi sam'an wa ta'a. Said Sultani akapata fursa ya kwenda kusomesha Amerika, Northwestern University Amerika. Akaniambia mimi naenda Amerika, lakini sikuchukui Amerika. Tukenda kule ni Kiingereza utakipata, elimu nayo utapata, lugha ni Kiingereza, utakuwa hukutia kitu zaidi kule kwetu tutokako. Na akawa nisaidie maombi. Ujerumani ikanipokea wakati ule. Ujerumani ilikuwa bado hazijaungana East na West. Bulgaria ikawa inanitaka, lakini na France ikanikubali. Akaniambia mimi nakupeleka Ufaransa. Said Sultan Ali al-Marashi. Ndio safari yangu ya kwenda France. Baada ushamaliza Sudani. Ama Sudani kuliharibika katikati? Iliharibika katikati. Na huku Sudani ulikuwa takhasus ni dirasati islamia ama إسلامية عربية. عربية. التخصص كالدراسات الإسلامية واللغة العربية. Kwa hivyo ukienda Faransa. Lakini kwa mustawa wangu ni wajumu kabisa. Unajua niko tu. Maana yake nakumbuka jamia analikiatiwa mimi saa nyingine walimu wakiniatia mimi kusomesha. Kwa hivyo ukaamua kwenda Faransa. Nikaenda Faransa. Maana yake mimi kwa yani jamia gani Faransa ilikutukua? Haya. Nalianza kwanza ni jamia inaitwa Université des Sciences Sociales de Grenoble. Ni mji ukiitwa Grenoble. Ndio nalianza pale. Na pale walikuwa wana
Kenya imepata uhuru, Tanzania uhuru, nchi zingine za Kiafrika, za Kiarabu, za nini, tukawa tuko pale Watu kutoka maeneo mbali mbali, lakini na sasa ikawa kule wana sharti moja, hukwambia wewe uko hapa ni lazima uijue lugha ya Kifaransa, sababu wewe hapa unaposoma unachukua shahada ya France. Na wenzako wanafunzi ima ni Mfaransa yeye mwenyewe min al-asl, au atoka katika koloni za Kifaransa. Hakuna mtihani wa lugha nyingine kwamba zote ni lugha za Kifaransa, ni Kifaransa lazima. Sasa lazima sasa ikawa ni kujua ile lugha, na mimi nimetoka huku ikizidi ni lugha ya Kiingereza tu, Kifaransa sikijui. Na kushukuru walimu wangu wa Kifaransa waliponiona huyu mtoto ana mustawa mzuri, wakanambia wewe umekuja kusoma au umekuja kutembea kama wenzako hawa wanafunzi wengine? Kaambia kwani mama leo wanatembea nini? Kaambia wale kutembea hutafuta wanawake wa Kifaransa na wanaume wa Kifaransa, watoto wa kike. Wewe kinataka ni lugha, uko tayari tukupeleke kwenye Jibalul Alp Mountains, zile majabali ya juu kule Faransa, ni barafu tupu. Mimi nataka. Kakubali, ndio nikapelekwa kwenye kijiji, nikawekwa ndani ya family ya Kifaransa. Ni Kifaransa tu, hakuna lugha nyingine, hawana lugha nyingine, ni Kifaransa tu. Kawa najifunza kuzungumza, hawanisomeshi, ni lugha tu kuipata ile lugha, lakini kajikuta nafaidika, manake kitu chote ni lugha ya Kifaransa. Hata ukitaka kwenda aazakallah kujisaidia ni Kifaransa, uzungumze Kifaransa ndio ufahamike. Kwa muda wa miezi mitatu nikajikuta mpaka matusi ya nguoni ya Kifaransa nayajua. Manake nikijua nakisema kama mwenyewe. Nikarejeshwa pale jamia kwamba huyu lugha tayari sasa. Na mkumbuka na mwalimu ule aliyonisomesha siku aliposimama pale kuambia wanafunzi pale, wako wanafunzi kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka wapi, kutoka Arabuni, kutoka wapi, akaambia alokuja kusoma ni huyu kisheria, yani mimi. Nyinyi mumekuja mwaisikia Faransa ina starehe za wanawake na wanaume, nyinyi wanawake mumekuja kutafuta hayo, lakini alokuja kutaka kusoma ni huyu. Na ndio akakaa mwituni huko. Leo kawa mimi sasa pale nimerudi tena jamia, ni kukijua kukiandika sasa Kifaransa na mambo ya grama sasa na lakini kukisema nakisema kama kawaida. Nikawa nimekwenda sasa, ikawa kule kuna sharia, wakati ule sharia zao kuna ile miaka miwili walikiita dog, yani diplome universitaire general, kwamba shahada aljamiia almajmua ile, kwamba miaka yote zile ulumi zote zinazosomeshwa ndani ya general kwa miaka miwili uzisome, kisha ndio utakhasas. Sasa mimi nikawa nazisoma, lakini kama nimetaalaka kwa wakati ule siasa imeniingia kwa sababu ya Imam Khomeini na Irani na nini, kawa alhamdulillah. Manake katika anthropolojia, sociology, social psychology, nini zote zile mimi nazijua kwa Kifaransa alhamdulillah, na nikifanya kawa zote nimefaulu. Sasa naambia sasa katika kwenda kutakhasas mimi kawa naipenda iktisadi, ndio nikasomesha iktisadi mpaka kuchukua doktora yangu katika iktisadi. Sasa pale wakanipeleka university maarufu Faransa inaitwa Sorbonne, ndio maarufu iko Paris, ndio nikapelekwa. Na kwa sababu nalipenda kwa sababu Imam Khomeini amekuja yuko Neaufle-le-Château, na mika watu wanapata henda kwake, na hukuja yana nikatakhasas. Sasa
baada ya kupata shahada yangu ile doktora, na kule kama nimechukua na mbili, moja ni ile katika al-iqtisad na la pili katika hizi dirasat ya islamia ya mustashriqina. Kule kama nimesoma mambo ya mustashriqina hawa, na ndipo nikawajua na wengi wengine kama najua na nao kama kina Maurice Bukai mwenye kile kitabu kile The Bible, the Quran and the Sciences, na nakifanya mukarana na ambako kwamba huyo mwisho mpaka apotaka kuhukumiwa alimsupport Gaddafi, alikuwa hakubali kwamba Hitler aliwaua Mayahudi, kakamatwa akafanya mafujo. Alikuwa mtu hodari na alikuwa karibu naye sana, na alikinifurahikia kwa sababu alijua na yeye alikuwa Kiarabu anakijua, mpaka Misri alikwenda Al-Azhar huyo ile kukitengeneza pale Faransa. Katika kusoma kwako ulibahatika kukutana na shakhsiyat muhimu ulimwenguni wengi, kama mathalan Dr. Tijani, ulijuana naye pale? Tijani alikuja, alikuwa ni mwanafunzi kama mimi. Na tumesoma pamoja jamia moja na Dr. Mursi wote, lakini mimi zaidi na alaka yangu ilikuwa na Tijani, na mpaka vile vitabu vyake alivyoandika ile thumma htadaitu liakuna maa sadiqina, ilikuwa mmoja katika mtu tunaosaidiana kimawazo na nini. Sasa mimi yeye ametashayya na mimi niko katika tashayyu, maana mimi nimeanzia kwa kina Sultan Ali al-Marashi na yeye ametashayya kwa upande wake buhuthi zake, tukawa tuko pamoja na Tijani. Hata katika kukaa kule jamia tunakaa katika boarding moja. Asante Daktari. Nafikiri tumepata picha mzuri sana. Kisha mimi hapo ndipo kule baada ya kuwa nimepata darajati zangu na nini, na mimi harakati za siasa, na kwa sisi katika watu tunampinga Saudia, tunampinga hawa watu ni kibaraka wa Marekani na nini, kawa na alaka na al-ikhwanu al-muslimun wale ukimbilia kina Dr. Said Ramadhani na nini, alikuwa yuko Said Ramadhani huyu wa Misri, alikuwa yuko Geneva. Nikawa mimi namsogelea sana, ndio rafiki yake, henda pale Geneva, tukakaa tukizungumza na tukibadilishana mawazo na Said Ramadhani. Mimi kule mmoja katika walimu wangu ambao kwamba alikinisomesha France katika jamia ya Sorbonne na hine na Grenoble na Sorbonne, yeye akawa yeye ni moja katika wale mamudiri wa munadhamatul amal ad-dawliya BOT ana ILO international, ambayo ni branch ya United Nations na yeye katika nini. Sasa akanambia mimi napenda nikuandikishe kazi hapa, wewe unasoma na hodari na buhuthi zako, manake zile takariri nazoandika na buhuthi zile. Akanambia sasa takuandika kazi hapa pale Faransa katika munadhamatul amal ad-dawliya. Nikaandikwa kama napata pesa za madola upewa na upelekwa mara nchi za Kiafrika nini, lakini anakuwa tena ni mtumishi wa kuwatumikia Marekani na wazungu. Mimi nafanya buhuthi research huku na maswali kwenda kama ofisi, na kwenda nikionyesha kadi yangu napokelewa, napata maalumati ile kwa hainufaishi nchi zile zilikifanishwa wao na wao mfanisha Marekani. Lakini kwa mimi sasa tatizo kubwa linalonipa taabu ni kwamba mimi nina alaka na Iran na Imam Khomeini na hizo haraka thauria za Iran na nini, nikawa sikubaliki tena. Maana kiambia moja katika sharti mimi sifai kwamba napendelea upande fulani, kwa sababu munadhamatul amali dawli adamul inhiyaz, mimi kawa siwezi kuiwata Iran, kawa kwenda Irani, nikirudi Imam Khomeini na kama tunavyokaa na wewe tunazungumza tunasali namna hiyo. Kwa hivyo hapa tumefika kwenye mihwar
alhamdulillah, taalimi na tarbia kuanzia KAU mpaka kufika Faransa. Mihwari ambayo ya karibu na mwisho ni masala sasa mahusiano yako na kuanza harakati za Kiislamu na hasa mahusiano yako umeyagusia na Ikhwanul Muslimina. Na vipi ulianza mahusiano yako na Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi? Ilianza kwanza ni baadhi ya wale maulama wa Kiirani walikuwa wakija pale university, wakija kwa university, wakija huku Faransa. Naam. Na mimi nilienda na wanafunzi wale wa Iran, na wa Irani walikuwa wanachama Ittihad Talabati Almuslimin Aliraniyin. Kwa mimi ni mmoja wapo, niko na wao, ndio kaanza kujuana na maulamai walikuwa wakija kwa sababu ya Imam Khomeini. Na Imam Khomeini alipofukuzwa Iraq na ikawa dola za Khaliji hazimtaki ikiwemo Kuwait na nini, Imam Khomeini sisi na wa Irani wale walikuwa wanasiasa waliokimbilia Ufaransa, ndio tukafanya mpango kwamba aje Paris. Ndio tulompokea na ndio tukawa tunakaa na yeye katika Neufchâteau, na nikapata fursa sasa kukaa na yeye kuhudhuria durusi zake zile kidogo tu za pale mwenyewe za akhlaqiyati za dini na lugha ya Kiirani kama sikijui. Mara nyingi mimi husema naye kwa Kiarabu, alikicheka tu na akinijibu kwa Kiarabu. Sasa wale wanafunzi na nini, na alikuwa napendekeza kwa Wairani na wakahunishajiisha, wewe tutakuchukua Irani, tutakupeleka Irani, maana kuna mimi niko peri karibu na Imam Khomeini na nikawa niko naye. Lakini huku nikitumikia mimi niko chini ya Munadhamatul Amal Ad-Dawliya. Sasa na kule hupewa onyo kwamba wewe hufai kuwa karibu na watu hao, yataka wewe unihini. Na sasa Saudia tukipinga, nchi zinginezo hizo tukipinga tena, mpaka pale wakati wa mapinduzi tuko pamoja, yamefanikisha ya Iran, na mimi kapata nini kufukuzwa bwana, kwa nikienda mpaka Kenya, nikija Aljazairi, wapi kuchukua maalumati. Kambe huyu hafai kwa sababu huyu ni munhaz ya upande fulani, si hafai, kaachishwa kazi. Mimi kawa zaidi tena na Khomeini, kawa zaidi na Irani na maulamai wa Irani kina Beheshti. Beheshti alikiishi Jerumani, tukawa tuko naye pale, na wale wanasiasa wa Kiirani tu, na Said Khamenei alikuwa akija, kina Sadiq Qutbzade, kina nani. Ulikwenda baada ya mapinduzi lakini au kabla? Mimi nilikwenda kabla ya mapinduzi. Sasa si mwenye akichukua barua za siri baada kuzipeleka kule, nikawahi kufukuzwa Irani, nikawahi kukamatwa. Sasa nikaja kapata matatizo baada ya ishakuwa Irani huru na nini, Imam Khomeini amefaulu. Ikawa matatizo yangu sasa ni Kenya, kwamba huyu ni jasusi huyo. Kawa nimekamatwa na special branch, wamenikamata sana Kenya, nimetiwa ndani, nimefanywa nini. Lakini ikawa mimi na alaka na mekule, na mke nishazana naye, watoto wangu nishawazaa kipindi kile. Kawa mimi Irani huingia na kutoka. Asante. Swali lingine tukimalizia daktari, mambo ni mengi lakini tutafupisha, naona na wakati umetusonga sana. Tuje katika mihwaru tashayyu. Lini ulianza kujua ushia na lini ulianza kuwa mshia kiamalia? Yani lini nimeanza kujua ushia? Alikuwa ni amienu bwana, nani huyu mwenye wanana, Said Muhammad al-Hussein Lamu. Na nikiujua kwa sababu yeye alikuwa akitupa vipande tu, tukiswali pamoja pale msikitini nini, kinipa vipande wa Utukuni, kinipa vipande. Na yeye alinipenda, ndio na huyu mtoto atakuwa nini. Na watu wengi hunena maneno haya daktari, lakini suala ambalo pia mimi hunikera, yeye aliupata wapi? Sasa
yanayosemekana, mimi sikumsikia mwenyewe, lakini yeye mwenyewe alikuwa akenda ule msikiti wa Mashia kwa wale kina Nanji, alikuwa akenda alikuwa na usuhuba na wao, alikuwa na usuhuba na wao na alikuwa ni mtu hur katika fikra hur. Sasa na yeye alikuwa akinipa, maanake kila tukisoma katika fiqhi nini atakwambia hii ni tumia na akili siku zote, la ayati liqaumi yatafakkaruna liqaumi yaqiluna. Sasa akawa huni kinijaza zile fikra zile. Sasa yule nikapata, kisha ndio kapata kwa kupitia yeye Said Sultani, kwa sababu yeye ni mwalimu wangu, na nikawajua baadhi ya mashia hata waliokuweko Kenya katika Makoja, walikuwa ni Makoja, lakini kwa Said Sultani kajua mashia mpaka waliokuweko ni hunu kina Said Muhammad Kadhim al-Qazwini, nani kama nikiandikiana nao, na saa nyingine nikiwauliza na nikijibu, na mimi sikubali tu kwa jawabu hivi, nitoa hoja zangu na yeye kinijibu kwa hoja zake. Na alikinipenda mpaka na alipokuwa mambo ya huku vita vya Irani na Iraq, Said Muhammad Kadhim al-Qazwani akakimbia Iraq akaenda zake Qum. Mimi nilipokwenda Qum nikaenda kumtembelea. Sasa nilikuwa pale ameandika vile musalsalata vitabu vyake, Ali min al-Mahdi ila al-Lahdi, Fatima min al-Mahdi ila al-Lahdi, zile na zingine akataka kuniambia nikupe wewe ni ihda ile vile vitabu kwangu mimi. Sasa zile tukawa tuko pamoja. Sikwenda kusoma mimi Baghdad, Iraq sikusoma wala Najaf. Nimekutembea tu ziara tu, lakini mimi kule ni Iran, na Iran kama nimekaa na maulamai wote nikikaa na wao. Sasa hizi habari za mantiq na falsafa pamoja nazo falsafa nalosoma Ufaransa za magharibi. Sasa nikawa wao huzisilimisha falsafa zangu. Sasa ule uhuru nalokuwa nao na mjadala kipata na kwao, ndio ikanizidi mimi kuniingiza katika ushia na nikawa Shia. Katika masala ya ushia kuna mambo mawili ya kimsingi. Mahusiano yako na Sheikh Abdullahi Nasir, ulijuana vipi na yaliendelea vipi? Haya, Sheikh Abdullahi Nasir twamjua sote, ni mtu wa kwetu na harakati zake zile za siasa lakini mimi nalipokuwa nina alaka na Imam Khomeini, Sheikh Abdullah alikuwa anahitajia maalumati mengi ya kuyapata, na alikiyapata kwangu. Leo tukaanza tena kuwa marafiki. Japokuwa Sheikh Abdullah kisha kafanya kazi na ile Oxford na nini, lakini alikuwa tuko pamoja tukipeana maalumati na nini. Na mimi kama Nairobi niko kwa Sheikh Abdullah, nikaenda Nairobi namna hivi, tukawa na haraka tukawa tunainua pamoja namna kuifanyia tabligh ya ushia wende. Mbali na harakati za kiushia zilokuweko Lamu, kupitia mathalan kuweko Makoja nyuma, kupitia mathalan kama inavyosemekana mtu kama Said Badawi au mwenye Wanana, Sharifu mwenye Wanana, lakini kuanza harakati za kishia kwa hususa kwa watu local wakazi wa Lamu, nafikiri hatuwezi kuizungumza historia ya kishia Lamu bila ya kukuzungumza wewe, kwa sababu wewe nilivyosikia mimi, nilikuwa ni mtoto sana, ulikuwa ndio Hamzatul Wasli, ambapo kwanza ulivyojuana na kina Haj Kadhim na kina Haji Abu Faisal na kina nani wengineo katika ndugu zetu, Abdul Wahhab al-Wazzan,
na vile ulivyoweza kutengeneza mahusiano mpaka wakaja Lamu na wakajuana na Said Hassan Badawi, wakajuana na babako Said Alwi Badawi na wengineo, na baadaye mpaka kukapatikana taasisi nafikiri ilikuwa katika mwaka wa 84 85 taasisi ya Ahlul Bait. Kule ulijuana nao vipi na uliunganisha vipi mpaka wakaja Lamu? Haya, kwanza ni baraka za babako Mzee Mwenye, na Mwalimu Mzee Mwenye hakunipinga mimi kuwa na mawazo ya Kishia, bali hakunipinga kuwa niko karibu na mwenye wanana namna vile, na alikinishajisha soma ile mwenyewe. Sasa mimi nilipokuwa nikisoma France na sisi na niko na alaka na Mairaqi, Malubnani, nani na maulamai walokija kule, kina Said Muhammad Hussein Fadlallah, kina nani, na mimi nikikutana nao na tukizungumza. Ala kulli hal, alikuwa mmoja mumawil wakitusaidia harakati zetu za ushia kule France. Alikuwa ni kina Haji Kadhim, walikuwa wakija wakitunyoshea mikono sisi nini kama wanafunzi na kama taasisi zetu tulikuwa tunazo, tukikutana dua kumaili, dua tawasuli, khutba nini. Sasa mimi kawa tukiandikiana barua na Mwalimu Mzee Mwenye, na alikuwa ndio karibu na mimi zaidi, kama anavyokuambia amenilea. Na mimi na huu kimwambia Haji Kadhim, yana nijua kwamba mimi si Mwarabu, sitoki nchi za Arabuni, natoka Afrika, Kenya. Kaambia mimi tunataka huu mkono wako upeleke, kuna masada huku tuko nao, na tuupeleke ushia sasa huku. Yeye akaniambia, wewe utaweza? Kaambia naam. Yeye Haji Kadhim, utaweza? Kaambia huyu mwalimu wangu, ni babangu analea. Sema. Akaniambia haya. Mimi kaandikiana na mwalimu, akaniambia mlete. Akaniambia tu mwalimu Mwenye akaniambia, liyamiza Allahu alkhabitha min at-tayyib, mlete. Ndio safari ya kwanza ndio tukasafiri. Na mlikuwa watu wangapi safari ya kwanza? Haji Kadhim, Abdul Wahhab al-Wazan na Haji Abu Faisal na mimi ndiye nini. Tukaenda Nairobi mpaka Lamu, na akenda Lamu akatupokea mwalimu, na akenda wale hawakuja kwamba tumekuja kutia ushia, ni kwamba tuisaidie madrasa na nini, lakini tena kwa tunaziingiza kwa pole pole. Kuna habari nilisikia kwamba sijui ni safari hiyo ya kwanza ama ni ya pili, kabla ya kufika Lamu mulipita Mambrui, ama ilikuwa ni safari ya pili? Siwezi kukumbuka, lakini Mambrui tumepita. Mulikwenda Mambrui na delegation. Maanake Mambrui mimi alaka mpaka leo, kama unavyonijua, ikifika ile mwisho wa Muharram hupenda kwenda Mambrui katika ziara nini. Nafikiri baada ya hapo sasa ndio sijui kama kuna nyongeza wataka kuwe. Ndipo mimi nilipokwisha kuwakabidhi kina Haji Kadhim, wakaona Mzee Mwenye ndiye ahlia kuliko, japokuwa Said Hassan akawa aliwapokea naye akawa anakaribisha wakaona, lakini mwisho Said Hassan ile kuona mambo yanakwenda wazi sasa, wale kukatokea yaliyotokea, lakini Mwalimu Mzee Mwenye na Mwalimu Mwenye tena ndiye katokea mpaka mwisho. Alhamdulillah. Kwa upande wangu, ingawa mambo ni mingi bado yako, lakini nafikiri tumeweza kupata sura kamili ya safari yetu, tukianza Kau, Lamu, Arua, Ngazija, Sudani, Faransa na kurudi tena Lamu na sasa uko Tanzania, Dar es Salaam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu ametupa fursa hii ya kuweza, na tumejua
wengi. Ningependa tuhatimishe tu kipindi chetu, uniruhusu nikuulize suala moja. Baada ya kurudi kuwa Mshia, maulamai wa huku kwetu ambao walikuwa maalimu wako wengine, raddatul fi'li yao kwako ilikuwa nini? Mfano kama Sharif Haddadi, kama Ustadh Muhammad ambaye ni zamili wako na wengineo, ulipata raddatul fi'li gani kwa wanazuoni kwa kukuyua wewe umekuwa Mshia? Ajabu kwa hao maulamai wote waliniunga mkono, kama Sharif Haddad mimi kwenda kumtembelea na mimi ni Shia, akanambia naam, as-sirat al-mustaqim. Wakawa wananiunga mkono, hawakunipinga, japokuwa ni watu hawakuwa maulamai, ni nisfu ulamai ndio walikuwa kidogo wakilihini, lakini wale walikuwa maulamai bali nikubali na wakawa mshirikiano. Umewahi kuandika mashairi ya Kiarabu Daktari, ama ni kuhifadhi tu sana? Kuhifadhi zaidi, kuhifadhi na mashairi kidogo tu nakiandika tu, kama mfano yani ya Said, tufunge kipindi vizuri yani. Sharif Saidi mimi katika alipokufa na alimwandikia ile kumlilia, wa ya Said al-Bid ya khaira liwa'in rafrafa jina ilaika sayyidi fa anta babu al-Mustafa. Namna hiyo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Shukuru. Nachukua fursa hii kukushukuru Daktari. Na mimi nakushukuru. Shukuru sana, alhamdulillah, na inshallah najua kuna mambo tutakuwa mengine tukonyoka, lakini tukipata fursa nyingine tutatengeneza mahawir nyingine ambazo tutaweza kuzijadili na kujaliza. Leo nimejaribu kuwapa watu tu ile sura ya jumla ya maisha yako kutoka ukianza. Mwenyezi Mungu awarahamu wazee wetu, rahmatullah, walimu wetu waliotusomesha katika pande zote. Kusema ule kweli, wewe ni hazina ambayo katika ulimwengu wa leo, mimi nimewahi kumsikia Ustadh Muhammad Sharif Saidi, japokuwa tunapishana, akisema kama katika ulimwengu wa sasa kuna kijana amebahatika kusoma kwa maulamai wengi na madhahabi mbalimbali, mbali na mambo yake, kati ya neno hilo, mbali na mambo yake ya ushia, ni wewe Ahmad al-Khatib. Alhamdulillah, manake tulisoma pamoja, mwisho ni madrasa na tulikipendana kama ndugu, sababu tulikuwa nyumbani kwao, mimi naingia kwa marefu na mapana, na sasa madrasa ikawa watoto wa Mkomani na Langoni waijua Lamu kushindana. Sasa mimi ndo naongoza watoto wa Mkomani, yeye watu wa Langoni, tuongoza, tunakuwa pamoja, lakini kisha mimi tuko pamoja lakini wakati ule kwa sijajitokeza mimi namna hivi, nazo tu zile fikra nikizipata, ukina mwenye manana kina nani, na mimi ile murasalati nikipeleka, nikijibiwa na maulamai naliopata zile anawini zao, wakiniletea basi wana vipande ya vitu vikali tukitupiana. Shukran Daktari. Asante. Shukran Daktari, tunakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe umri na afya na kudumishe katika taa ya Mwenyezi Mungu. Amin, amin, jamia na kuwatumikia kizazi chema. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tumuombe Mungu kina Muhammad Sharif Saidi Badawi, tuwasomee Fatiha wote inshallah. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Tufungie kwa dua Daktari. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد يا رب أدخل على أهل القبور السرور يا رب. اللهم أغن كل فقير يا رب. اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم حرر فلسطين وطهر فلسطين من رجس اليهود الصهاينة وأعوانه يا رب العالمين يا رب.
Allahumma sudda faqrana bighinak bighinaka warzuqna hajja baitika bitika alharam. alharam ya Mimi hija yangu ya kwanza ya furaha nilikwenda na mwalimu mzee mwenye tu Rabbi. hija Alhamdulillah. kina Haji Kadhim, Naam. walitufungia safari tukenda, Alhamdulillah. tukakamatwa wanamtaka Abdullahi Nasir. Ah, Saudia wametukamata. Wapi Abdullahi Nasir? alhamdulillah. Na Abdullahi Nasir akawa hakuja kwa sababu alitokewa na udhuru pale Nairobi. Ikawa ndio salama yake. Yeah. Mtoto wake alipata nini ajali, akawa hakuja. Tukakamatwa mimi na mwalimu mzee. Sasa mimi Ahmad Khatibu ndio wanalo lile jina, wewe tupe Abdullahi. Walikifikiri yuko katika msafara, hakuja. Hapana, wakapekua katika listi ya wote waliokuja kutoka Kenya, hawamkuti Abdullahi Nasir, ni mimi tu, hawakunipata. Lakini walitufungia katika uwanja wa ndege wa Jeddah, wakatupeleka katika vizuizi zao zile. Waliponiacha mimi mbio kenda kampigia simu Sheikh Abdullahi, usije, unatefuta, ukija utatiwa ndani. Basi walifuata wakanishika tena mara nyingine Saudia, kulikuwa kuna mkutano wa Iran. Na mimi nikenda nikitaka kupika pale, akatoka polisi wakanichukua, kisha nikaa wakaniacha. Alhamdulillah. Shukrani ya Allah. Ndio hizo tena tumezipata.